Baada ya kusalimia wajumbe katika eneo la kwanza, sasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anawasili katika eneo la mkutano hapa AICC, na kama ratiba inavyoonyesha, tukio la kwanza atakalolifanya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kutembelea mabanda ya maonesho. Yote haya ni shamra za mkutano mkuu wa mwaka wa Chama cha Mawakili Serikalini. Itifaki ya mapokezi katika eneo hili inaongozwa na mwenyeji wetu mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makalla. Yuko tayari kabisa kuwaongoza viongozi katika mapokezi. Jaji mkuu wa Tanzania yuko pale, katibu waziri wa Katiba na Sheria, mwanasheria mkuu wa serikali, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Ama kwa hakika huu ni mkutano mkuu wa mwaka wa Chama cha Mawakili wa Serikali. Karibu sana Mheshimiwa Rais, na hapa ni kwenye mabanda ya maonesho, na kwa ridhaa yako naomba nimkaribishe Katibu Mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria. Mheshimiwa Rais, shikamoo. Mheshimiwa Rais, karibu katika banda hili la Wizara ya Katiba na Sheria. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa kujumuika na siku ya leo. Mheshimiwa Rais, Wizara ya Katiba na Sheria inazo taasisi zake ambazo tumeandaa mabanda ya maonyesho ili kwa ufupi wakupe maelezo ya nini shughuli zao ambazo zinafanyika. Lakini kwa kuanzia, Mheshimiwa Rais, tunakuomba tuweze kukupa maelezo katika banda hili la Wizara ya Katiba na Sheria kuhusu kampeni ya Mama Samia Legal Aid, kazi ambayo imefanyika kwa maelekezo yako na kazi kubwa imefanyika kuwasaidia wananchi. Naomba kwa ridhaa yako nimpe mkurugenzi tuliomwandaa akupe maelezo yao. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, karibu kwenye banda la Wizara ya Katiba na Sheria. Kwa niaba ya Katibu Mkuu, naomba nitoe maelezo mafupi kuhusu kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia ambayo ilianza utekelezaji kwa awamu ya kwanza katika kipindi cha miaka mitatu tangu mwaka 2023 mpaka 2025 mwezi wa 6. Mheshimiwa Rais, katika awamu ya kwanza kampeni hii ilitekelezwa katika mikoa yote 26 ya Tanzania bara na mikoa 5 ya Zanzibar, ikihusisha utoaji wa elimu kwa wananchi kuhusiana na masuala ya sheria, haki, wajibu, ili wananchi waweze kufahamu pia misingi ya utawala bora, lakini pia mahali sahihi ambapo wanaweza kupata huduma za kisheria. Mheshimiwa Rais, tuliweza kufikia zaidi ya watu milioni 4 katika hii mikoa 31 na tuliweza kupokea zaidi ya migogoro 26,000. Mpaka sasa hivi migogoro zaidi ya 15,000 tumeweza kuitatua kwa kupitia njia za utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Lakini yapo mashauri ambayo bado yako mahakamani na mengine tunaendelea kuyashughulikia. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru, umetuzindulia kampeni uliowakilishwa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar tarehe 20 Juni, na wizara imejipanga kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo Chama cha Mawakili wa Serikali kutekeleza kampeni ya awamu ya pili ambayo itakuwa ni ya miaka 5. Tunakuahidi Mheshimiwa Rais, tutaendelea kuhudumia wananchi na kuhakikisha kwamba wanapata huduma stahili. Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako, yapo mengi ambayo tuliwagusa wananchi, lakini kuna moja ambalo tumeliandaa kwa siku ya leo. Naomba kwa ridhaa yako uweze kuona klipu fupi ya mwananchi kutoka mkoa wa Rukwa ambaye anakushukuru sana kwa hii huduma kupitia kampeni ya msaada wa kisheria. Mheshimiwa Rais, nakukaribisha kuona klipu yetu hiyo fupi. Asante. Nakushukuru. Asante. Endelee ni kufanya kazi kuwasaidia wananchi. Asante Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakuja kwenye Ofisi ya Taifa ya Mashtaka, mhusika karibu. Mheshimiwa Rais, shikamoo. Marhaba. Mheshimiwa Rais, karibu katika banda la Ofisi ya Taifa ya Mashtaka. Ofisi ya Taifa ya Mashtaka ni moja kati ya taasisi za umma ambayo imekabidhiwa majukumu makubwa mawili. Jukumu la kwanza ni kusimamia uendeshaji wa mashauri ya jinai yote nchini isipokuwa katika mahakama zile za kijeshi. Lakini jukumu la pili pia, Mheshimiwa Rais, ni kuratibu upelelezi, kuhakikisha kwamba vyombo chunguzi vinaendesha upelelezi katika namna ambayo itatengeneza ushahidi wenye hadhi ya kuweza kufika mahakamani na kupata matokeo chanya. Mheshimiwa Rais, Ofisi ya Taifa ya Mashtaka inaongozwa na mkurugenzi wa mashtaka na naibu mkurugenzi wa mashtaka, tukiwa tunaongozwa na dira ya huduma bora za mashtaka kwa wakati na usawa kwa wote. Mheshimiwa Rais, dira hii inajialign
na dira ya taifa ya maendeleo ya 2050, ambapo ofisi ya taifa ya mashtaka inajielekeza katika kutekeleza majukumu yake kwa namna ambayo itahakikisha kwamba utawala wa sheria unatamalaki, lakini pia wananchi wote wanapata haki zao zote kwa usawa na kwa wakati, ili waweze kutumia muda mchache sana kwenye kufuatilia haki na muda uliobakia waweze kuutumia kwenye majukumu ya kuendeleza taifa. Na katika kuifikia azma hiyo, Mheshimiwa Rais, kwa uwezeshaji mkubwa wa serikali, ofisi ya taifa ya mashtaka imeendelea kujipanua huduma zake kwa kuhakikisha kwamba inafika katika wilaya zote nchini, na kwa sasa tayari ofisi ya taifa ya mashtaka imefungua ofisi katika wilaya 123. Zimebakia wilaya 16 ambazo tunaamini hivi karibuni tutaweza kuzifikia. Maana yake ni kwamba kwa sasa shughuli zile zote ambazo zilikuwa zikifanywa na askari polisi zinazohusiana na uendeshaji wa mashtaka kwa sasa zinafanywa na mawakili wa serikali wabobevu wanaoripoti moja kwa moja kwa mkurugenzi wa mashtaka. Na Mheshimiwa Rais, hili limeleta tija kubwa sana na tumeanza kuona matokeo chanya. Moja kubwa ni kupungua kwa msongamano wa mahabusu. Hivi sasa Mheshimiwa Rais, kwa mfano kwa siku hii tukiongea, kuna jumla ya wazuiliwa 20,300 plus, lakini kati ya hao mahabusu ni 3,200 tu. Hii ni badiliko kubwa tofauti na hapa hali ilipokuwa hapo awali ambapo mahabusu walikuwa ni wengi kuliko wafungwa. Lakini pia Mheshimiwa Rais, tumeweza kuongeza pia kasi katika umalizikaji wa kesi. Lakini pia tumeongeza kasi katika umalizikaji wa upelelezi kwa haraka ili kuhakikisha kwamba haki ile inapatikana kwa wakati. Sambamba na hayo, Mheshimiwa Rais, niseme tu mikakati ambayo ofisi ya taifa ya mashtaka imeendelea kujiwekea kwa sasa ni kuhakikisha kwamba kesi zote zinazokwenda mahakamani zinafunguliwa wakati upelelezi tayari umekamilika. Na kwa zile kesi kubwa basi upelelezi wake hautatakiwa kuzidi siku 90. Lakini pia kesi zilizopo mahakamani tunaendelea kupambana tuhakikishe kwamba walau ndani ya kipindi cha miezi 6 tuwe kesi zile zote tumezimaliza. Kwa namna pekee Mheshimiwa Rais, tunaomba kuishukuru sana serikali ya awamu ya 6, lakini kipekee tukushukuru wewe binafsi kwa namna ambavyo umeendelea kutupambania kwa kuhakikisha kwamba ofisi ya taifa ya mashtaka inawezeshwa katika maeneo ya miundombinu, vitendea kazi, watumishi pamoja na kuboresha maslahi yao. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Asante, nashukuru sana. Pembeni yake tu Mheshimiwa Rais ni ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Karibu sana Mheshimiwa Rais katika banda la ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Jina langu ni Neema Ringo, ni mkurugenzi wa uratibu na huduma za sheria katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Tunashukuru kwa kufika katika eneo letu, na mwanasheria mkuu wa serikali kazi yake kubwa ni kuishauri serikali katika masuala yote yanayohusiana na sheria. Lakini pia tunafanya uchambuzi pamoja na upekuzi wa mikataba mbalimbali ambayo serikali inaingia na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba ile mikataba inakuwa na tija. Lakini mbali ya kuipekua mikataba, baada ya mikataba kuwa imesainiwa, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali tunasimamia utekelezaji wa ile mikataba ili kuhakikisha kwamba inatekelezwa kwa kufuata utaratibu na kufuata namna ambavyo wamekubaliana, ili kwamba tusije tukakosea au serikali ikakosea ikajikuta inashtakiwa kwa mambo ambayo tuna nafasi ya kuyaona kabla tujafika mbali. Lakini pia Mheshimiwa Rais, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali imeanzisha kamati za ushauri za sheria katika ngazi ya mikoa na wilaya zote Tanzania bara, ambapo mawakili wa serikali wanaokuwa kwenye wilaya na mikoa wanatoa ushauri kwa wananchi mbalimbali, hasa wale wanaokuwa hawana uwezo. Na kunakuwa na kliniki za sheria tunaandaa katika mikoa mbalimbali kwa nyakati tofauti kwa ajili ya kupeleka huduma karibu zaidi na wananchi. Na mpaka sasa tumekwisha kufikia wananchi zaidi ya 7,000. Na tunaendelea kwa sababu kamati zile ni za kudumu, ziko kule kwenye ngazi za mikoa na wilaya na zinafanya kazi kubwa na kazi nzuri katika kuweza kuwafikia wananchi na kuwapa haki zao. Lakini pia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, Mheshimiwa Rais, wakati unazindua dira 2050 ulitoa maelekezo mahususi ya kupitia sheria mbalimbali pamoja na tume ya kurekebisha sheria ili kuweza kuona kwamba zina alaini na dira ya 2050. Kazi hiyo inaendelea vizuri Mheshimiwa Rais, na
ziko sheria ambazo tayari zimeshaanza kufanyiwa maboresho ili kuendana na dira ya 2050. Lakini pia kipekee tu kushukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuiwezesha ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa watumishi pamoja na rasilimali nyingine, na kwa sasa hivi ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ina ofisi katika mikoa 18 Tanzania bara, na kabla ya mwaka huu wa fedha kufika nusu tutakuwa tumemalizia mikoa 8 iliyobaki. Kwa hiyo tutakuwa tumekuwa nchi nzima. Kwa hiyo tutasogeza huduma zetu za mwanasheria mkuu wa serikali karibu zaidi na wananchi. Tukushukuru sana Mheshimiwa Rais, karibu sana kwenye banda letu. Asante. Na mimi nawapongeza kwa kazi nzuri. Asante sana Mheshimiwa. Lakini zaidi kutengeneza juzuu hizi za sheria. Tunashukuru ambazo mnawarahisishia sasa ofisi ya mashtaka lakini na majaji wanapata mahakamani wanapata urahisi wa kurifaa kwenye sheria ambazo mmezikusanya vizuri. Tunashukuru sana Mheshimiwa. Nawapongeza sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Karibu sana, tunashukuru sana. Asante. Na bado Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762 484266. Instagram @viva_promotion.